Habari na karibuni sana katika Vavagaa yetu, na leo mpo na mwenyeji wenu Winifrida Mponzi, na nipo na jopo la wadada warembo kutoka sehemu mbalimbali, na tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza masuala mbalimbali yanayohusiana na msichana, binti, mwanamke. Tuna mada nyingi, na katika msimu huu wa season yetu ya pili tumejipanga vyema kuwapa mambo mengi, na tumejipanga vyema kutibua hekaya zilizoachwa. Kwa hiyo kaeni mkao mzuri muweze kujifunza, na mtuambie mengi kama mtakuwa mna mengi ambao hamjapata majibu katika comment, na msisahau kututagi, tutawajibu. Kwa kuanza kabisa, leo tutakuwa tunaongelea afya ya uzazi pamoja na njia zake. Nikianza ningependelea kuanza na dokta. Kwanza, kama wewe daktari, kwa uelewa wako, unahisije, hali ikoje ya matumizi ya njia za uzazi? Asante kwa swali dada Winifrida. Kwa ujumla wake, kwa kweli Wizara ya Afya kwa ujumla wake imejitahidi sana ku-encourage matumizi ya njia za uzazi wa mpango kwa wahusika, meaning kwamba kwa wanawake ambao wako kwenye ndoa na wasichana au mabinti tuseme kuanzia miaka 18 na kuendelea. Na pia imetoa nafasi pia kwa swala zima la maambukizi ya virusi vya ukimwi watumie njia za uzazi wa mpango, nikimaanisha mipira ya uzazi ya kuzuia maambukizi ambayo pia inazuia ujauzito kuanzia miaka 15 na kuendelea. Kwa hiyo Wizara ya Afya imejitahidi sana kutoa elimu, na tunaona mwamko ni mkubwa ukikompea na miaka ya nyuma. Okay. Kwa wewe kama daktari, unahisi kwa karne hii watumiaji wamekuwa ni vijana ama watu walioko kwenye ndoa, au tuseme watu wa makamu? Kwa sasa tunaona walioko kwenye ndoa pamoja na hata vijana wanatumia hizo njia za uzazi wa mpango. Kwa sababu inatokea hata mabinti wengi sana, maana katika jamii yetu imezoeleka kwamba anayetumia njia ya uzazi wa mpango ni mwanamke. Wanaume sio sana kuacha njia ya kutumia mipira ya kuzuia ujauzito na maambukizi ya virusi vya ukimwi, kondo. Lakini wanawake ndio imezoeleka kwamba wanatumia sana njia ya uzazi wa mpango, na unakuta hata mabinti wadogo ambao hawako tayari kwenye ndoa wanatumia hizi njia za uzazi wa mpango, kitu ambacho sio sahihi. Baadhi za hizo njia za uzazi wa mpango kama vidonge, sindano, unakuta labda mama au mzazi anamshauri binti au mlezi anamshauri binti atumie njia za uzazi wa mpango asipate ujauzito, lakini anakuja anasahau kwamba sio tu atu prevent tu mimba, tuna prevent na magonjwa mengine, magonjwa ya zinaa yanatokana na ngono kama maambukizi ya virusi vya ukimwi, magonjwa ya gonorea na vitu vingine. Tuna vitu viwili, tuna njia za uzazi wa mpango za kuzuia ujauzito, na pia tuna njia za kuzuia ujauzito pamoja na maambukizi. Kwa hiyo lazima ujue elimu yako wewe ni nini. Lazima tutoe elimu kwa wasichana, kwa wavulana, wabinti, wanawake, kwa sababu wanawake licha sisi kutumia, hata watoto wetu, mabinti yetu pia tunatakiwa tuwaelimishe matumizi ya njia za uzazi wa mpango na madhara na maudhi yake ambayo yanaweza yakatokea baada ya hapo. Nikitaka kukuuliza, sasa hivi imetokea kwamba wasichana wengi ama rika lingi la wasichana vijana wamekuwa wakiwa na matumizi mabaya sana, hasa ya vidonge vinavyoitwa P2. Wewe kama daktari, unahisi kwa msichana anatakiwa atumie P2 kwa kiwango gani? Labda tuseme maybe kwa mwaka mtoto wa kike anapaswa atumie P2 mara ngapi, ama kila anapofanya tendo ambalo ameona sio salama, labda ana uwezo kupata mimba, ndipo ameze tu, au zina maangalizo yake ya matumizi? Kwa ujumla wake, kwanza wasichana chini ya miaka 18 haruhusiwi kutumia P2. P2 ni kwa watu ambao
wako kwenye ndoa au mahusiano, na ni baada ya miaka 18, na unameza P2 pale ambapo unahisi labda umepata unahisi labda umeshiriki tendo la ndoa siku za hatari, kwa uko katika riski ya kupata ujauzito, ndio tunashauri watumie P2. Lakini P2 pia zina madhara yake, kwa hiyo tushauri wasichana chini ya miaka 18 kutumia P2, kwa sababu pia hata katika jamii yetu hatu encourage wasichana au wavulana chini ya miaka 18 kushiriki tendo la na tukija kwenye masuala zima la maudhi madogo ambayo yanatokana na matumizi ya njia za uzazi wa mpango, kiukweli kabisa yana athari nyingi. Anaweza kaa hapati wasichana, kwa wasichana hata wanawake kwa ujumla. Anaweza kaa mwanamke hapati siku zake kwa wakati, au anapata labda kidogo. Hivyo ni vitu ambavyo vipo. Kichukulia mtu akisema ufemenia, mara nyingi huwa tunawaza ni masuala tu ya labda siasa, labda uongozi. Tukiwekea ufemenia na matumizi ama njia za uzazi wa mpango imekaje? Okay. Ufemenia goes beyond siasa, goes beyond uongozi and leadership. Ni liberation. Mtu awe na uhuru, awe na freedom ya kuchagua, awe na freedom ya kupata haki. Na afya ya uzazi ni haki ya kila binadamu as far as I know. So kama ni haki ya kila binadamu, kwa maana yake ni lazima mtu apate. Kwa ufeminia pia, haki ya afya ya uzazi ni part of feminism. Kwa feminia ni kwamba, uhuru tunaozungumzia hapa ni wewe kuwa na haki kwa kusema kwamba, kumwambia mwenzi wangu kwamba leo nataka tutumie condom, na yeye akubali. Kama hataki basi na mimi hatufanyi kitu. Au mimi sipo tayari kuzaa sasa hivi, mimi sipo tayari kupata watoto au mtoto, kwa hiyo tutatumia njia za mpango, au mume wangu, au tupo kwenye mahusiano tu ya kawaida. Huo ndio uhuru, lakini sio kwamba eti mimi natumia tu njia kiholela, naamua tu kumeza, sijui kuweka vitu, hapana. Kwa sababu hivyo vitu vyote kabla mtu kutumia njia yote ya mpango, nafikiri ni lazima akapata ushauri wa daktari. Lazima mtu aende hospitali, kwa sababu njia zile pia kuna mtu na mtu wake. Kwa hiyo unaambiwa njia hii ndio sahihi kwako, kwa ushauri wa daktari ndio unaitumia. So unahisi kwamba mtu pale anapofanya, msichana tuseme au kijana au binti anapofanya maamuzi ya kujali mwili wake, ni ufeminia ama ni haki ya kila binti kujua kwamba my body, my choice, au kama kwa ajili ya mwili wangu, kama sitaki kupata maradhi, nina haki ya kutunza mwili wangu, au nina haki ya kusema sitaki kufanya mapenzi au sitaki ngono. Sasa huo ndio feminia wenyewe. Yeah. Yani mimi si watu wanachukuliaje the neno ufeminia, si kwa sababu ni lugha ambayo ni maneno ambayo hatujazoea kuzungumza katika maisha yetu ya kawaida, lakini yani the aspect ya mimi kujitambua, kutambua haki zangu, kudai haki yangu na kuchukua maamuzi sahihi nikiwa na uelewa kwamba nafanya hichi kwa sababu nataka hichi. Yani kusimamia haki yangu, that is feminism. Tukirudi kwako, ngoja kwanza mimi nina swali. Nina swali kwa daktari. Okay. Anakumbuka Dawini ulimuuliza swali kwamba kikomo cha matumizi ya P2. Ukasema kwamba kama nimekukoti vizuri au kama nimekuelewa vizuri kwamba ni from 18 lakini akiwa kwenye ndoa. Yes, lakini pia tunafahamu kwamba kama mtu yupo umesema from 18 lakini kwa kwenye ndoa. Awe kwenye ndoa au kwenye mahusiano, kwa sababu tunaamini kwa nini tuseme government rules, kwa sheria za serikali miaka 18 and above ni mtu mzima, si ndio? Yes. Kwa ana uhuru wa kufanya anachokitaka. Kwa maana yake mimi nipo na miaka 18 au 19 let's say. Kwa naweza nikaamua leo nakunya P2, kesho nakunya P2, kesho kutwa nakunya. Mfano ndio labda zile ndo siku zangu za hatari, labda zipo 8 au zipo 5. Asubuhi napiga, kesho yake napiga. Hapana. Kila dawa unaotumia lazima upate ushauri kutoka kwa daktari. Okay. Lakini P2 zinauzwa pharmacy. Ukienda pharmacy 5,000 sijui naomba P2 nachukua na naweza ndio inabidi ifike point sasa hivi uwezi kwenda kununua dawa yoyote
kwenye pharmacy yoyote, duka la dawa, bila kuwa na prescription ya daktari. Ndio maana ukija hospitali tunakuandikia prescription, unaenda unachukua dawa na duka la dawa. Nadhani Wizara ya Afya walione hili, sheria iundwe ili kila mtu, yani hutaki kwenda kwenye duka la dawa bila kuwa na prescription ya daktari. Okay. Kwa sababu kila dawa ina madhara, ina maudhi, ina sababu zake. Huwezi tu kuwa unajinywea tu. Kuna watu akiumwa tu kichwa kidogo anaenda maabara, pharmacy, naomba Panadol. Ndio maana tunashia kwenye watu ambao wana figo zinafeli na vitu vingine, kwa sababu matumizi maholela ya dawa. Antibiotics, watu wanaenda kwenye pharmacy anatumia tu dawa bila prescription ya daktari. Ndio maana tunaenda kwenye usugu, resistance ya antibiotics nyingi. Kwa hiyo ifike mahali kila unapoenda kununua dawa yoyote lazima uwe na prescription ya daktari. Hata kama ni petu, nenda hospitali, nenda kaongea na daktari, atakuadvise, atakueleza madhara na maudhi ya dawa hii ni hii na hii na hii, then unatumia ukijua kabisa kwamba na anticipate kitu fulani na fulani na fulani. Yaani namaanisha nikichagua aina fulani ya uzazi wa mpango, basi hata kama nikitaka labda kupumzika, nikija kurudia tena aina hiyo ya uzazi wa mpango, nitatumia ile ile? Hapana. Naweza nikabadili. Okay. Depending on what you want. Okay. Na ikitokea kumshauri mtu, yani kwa mfano binti, wewe kama mama, tukiachilia tu kwamba wewe ni daktari, naamini wewe pia ni mama, kama mzazi, unahisi binti anatakiwa awai kutumia uzazi wa mpango au ungemshauri yani kama ndo mtoto wako hivi? Of course it depends na pia na age. Na age ana miaka mingapi. Kwa sababu tuna encourage watumie njia za uzazi wa mpango. Watumie njia za kujikinga na maambukizi pia virusi vya ukimwi. Kwa hiyo inategemea iko katika umri gani. Kama nikiona kwamba ameshaanza, nitamuelezea, lazima nimuelezee kwamba kuna magonjwa, kuna nini lazima ujikinge. Wow. Mada ni konki, mada ni ya moto, maki nasikia joto hapa. Nadhani mmewasikia wote kutokea kwa daktari, kwa mfeministi hapa. Sasa tuje kwa mtu wa social media, the influencer. Huko kwenye mitandao ya kijamii jamani, sasa hivi content creator ni wengi, influencer ni wengi. Wapo ambao wamesomea, wapo ambao hawajasomea, wapo ambao wanaamka tu asubuhi anahisi kwamba I have something to tell the society, anakitoa tu bila kujua kwamba hichi ninachokitoa kitamfikia nani, ama kikifika kule watu watakipokeaje. Sasa tuje hapo, unahisi social media inatumikaje kuhusiana na masuala zima ya afya ya uzazi, namna tunavyoshare hizi information za afya ya uzazi, imekaaje katika upande wako wa social media? Asante sana Winnie. It's such a hot topic, ila tutapita huko. Katika ulimwengu wa utengenezaji wa maudhui kuna kitu kinaitwa content ama inaitwa content democratization. Like mimi nina simu, Neema ana simu, Dr. Sophia ana simu, sijui mtu wa kamera pale ana simu, nina bando. Sasa hivi wifi kwa gharama za bei nafuu kabisa. Nakaa tu ndani au naamua tunaenda sehemu, nasema condom inazuia mimba. Sijasoma, sijafanyaje, sijafanya chochote, au nakuja nasema bwana, matumizi ya condom yanaondoa ladha, sijui yanaondoa ile hamu ya kufanya kitu. Lakini unakaa unawaza, huyu mtu alikuwa anawaza nini kukaa anaongea vitu kama hivi? Inaongeleka sana hiyo kwenye mitandao ya kijamii sana, yani ipo kwamba mwanamke hana say kwenye, tena hasa kwenye mahusiano nini, mwanamke hana say ya kusema kwamba leo tunaanza kutumia kitu fulani kwa ajili ya kujikinga na maambukizi, mimba and all that. Kabla tujaanza kipindi kuna mtu alianza, wananiuliza mimi what's your body count? Au labda so nini, umewahi kufanya yani abortion? Kwamba mimi hata kama nimewahi kufanya siwezi kukwambia, hata kama nina lori siwezi kukwambia. So unaona jinsi gani unafikiri kwa nini yani kwa nini iko hivyo?
nani anaifanya viwe hivyo, nani kwa sababu as you know, kama walivyosema waandishi au nini watu wa habari kwa social media wapo, mimi naweza kufanya, Dawini afanya, that's okay. Sasa hao watu ambao wanawake pia na sisi tupo kwenye hizo spaces na wanaume wapo kwenye hizo spaces. Je, kwa nini mada kama hizo zikichechemuka, vitu kama hivyo vikianza kuzungumzwa, watu kwa nini wanawake wenyewe kwa nini wanakaa kimya? Au hata wanaume kusema bwana haiko hivyo bwana, uzazi wa mpango mtu yote anaweza kutumia, haimaanishi kwamba wewe ndio una mpango wa kando mingi kwamba unasema mimi ngoja nijifiche mimi. Kuna hizi situation ambazo zinatokea kwenye mitandao ya kijamii, yani it's more of bullying, it's more of zile online threats. Yani mtu unakuwa wanakukamia kiasi kwamba hadi unaona content yangu hii sio ya kweli. Yani wanakukamia ile mali, lakini the right way to do is kuja na fact. Yani unakuja na content ambayo ina ukweli, inaongelea ukweli, unakuja na data, yani that will end it. Yani ukija na data, ukija na ukisema fact kuhusiana na matumizi ya njia za uzazi wa mpango na wanawake na mitandao ya kijamii inavyoangalia, ukiweza kuja na hili, hata watu waseme nini, ukisimama kwenye msimamo wako umemaliza kila kitu. Kuna watu hasa hawa content creators wanajua hivi vitu, na akikaa chini akiweza kukuelezea unaweza kuvielewa zaidi, kwa sababu tunaamini kuna madaktari wengine na tunaamini hao ndio experts, hawawezi kukaa mbele ya kamera, hawawezi kukaa chini, yani sio waandishi labda, lakini content creators wanaweza wakaamua. Mtu anasema mimi najikita kwenye kuongelea masuala afya ya uzazi. Na rafiki yangu, I'll give him a shout out, anaitwa Allen Kaiser. Yuko TikTok, yuko Instagram, yuko Twitter. Yani yeye ni mwalimu anafundisha tena hisabati, lakini ana create a very good content kwenye masuala afya ya uzazi. Yani anajua, alafu sio tu anajua, anasoma, lakini pia anauliza, lakini pia anafanya connection na madaktari, anauliza. Kwa hiyo yeye anachukua content kwa madaktari, content kwa wataalamu, anaipresent in a way that vijana, hasa wasichana wa miaka 15 mpaka 24 I think, wanaweza kuengage. Kwa hiyo ile inasaidia. Kama daktari hawezi kutengeneza maudhui, kuna watu wanaweza. Kwa hiyo ni swala tu la wao kukaa chini, kuongea, swala mazungumzo ni jinsi gani wanaweza mimi nakupa content, wewe unaipresent. Kuna hali ifikie sasa serikali ama tuseme department ya afya ina maudhui mazuri ambayo na maudhui ambayo ni sahihi. Kwa hiyo ikae chini itafute ndo namna ambayo tunawapa ajira vijana, kwa sababu tunajua our content creators wanalipwa ndo wanapopata faida. So serikali itafute ma content creators wazuri, ikae nao chini ambaye tumekuona ndugu wewe unazungumzia sana masuala ya afya. Sasa kukupa iwape uwezo kwamba ukiwa unaongelea kitu fulani, ongelea kwa usawa huu, na sisi sheria zetu za Kitanzania labda zimekaa zimebase kwenye hivi, angalia hautoki nje ya mada, alafu ziwatumie hao kuweza kufikisha ujumbe, kwa sababu isiwatumie wataalamu. Kama hapa ndo ambapo mimi natumika kutoa elimu. Yani na safi. Lakini nyinyi mnasema kwamba tusitumie wataalamu, tutumie content creators. Sio kwamba wasitumie wataalamu. Yani they are not competent. Yani hao content creator wanakuwa ni bridge. It's a bridge. Wataalamu kama wako interested kutoa hayo maudhui, they are very welcome. Watengeneze maudhui, yani kwa sababu nadhani wakifanya wao italeta more sense kwamba huyu ni mtaalamu, anajua na anachokiongea hapa ni fact. Kila mtu abaki na profession. No, na hata kusema swala la collaborate, basi kwe hata huyo content creator akiwa anatoa huyu pembeni yuko na daktari, yani kwamba kwe na mazungumzo ya
mwandishi pamoja na mtu ambaye mwenye hizo information ambazo ni sahihi. Kukawa na hiyo collaboration moja hivi matata, wanaweza tukafika mbali. Kwa sababu muda mwingine tunasema tutumie tu hawa profession, labda daktari, manesi, labda wale public health experts waongelea haya masuala kwa sababu demo. Nadhani pia tuangalie pia aina za maudhui tunayoyataka. Kwa sababu muda mwingine na sisi pia walaji, maana tunasema ni walaji, tunakuwa tunalishwa vitu vingi. Sasa wewe ushaona mtu kabisa, yani kuna muda mwingine wewe kwa akili tu ya kibinadamu unaona huyu anadanganya. Kama kwenye taarifa za habari za kawaida tunajua sasa nikienda kwa ITV hapa nitapata habari kamili. Same way ukitaka kupata aina fulani ya maudhui unatakiwa uende kwa mtu fulani kwamba nikifungua Instagram sasa tuwe na kina Miladayo kwenye masuala ya afya ya uzazi. Labda yani ukitaka content ya afya ya uzazi tuseme Instagram ya yes Instagram yani Wizara ya Afya Instagram yake ndio iwe Miladayo yetu ya kupata habari za afya ya uzazi, habari za matumizi ya hizi contraceptives. Yeah. Nice wizara iboreshe content zao. Itumie hao ama content kutengeneza content ambazo zinalingana na walaji wanaotaka kuwafikia. Kama ni vijana wa jinsia hii basi content ziwe kwa hivyo. It's not bad kuweka content ikiwa trending. Kwa mfano kama saa hizi tuna wimbi la maambukizi mapya vijana, nikiweka pale kama kichwa cha habari ina trend like jamani nini vijana, yani maambukizi mapya yanahusu nini? Sasa ile habari yako ndo iwe inafungua. Yani nadhani trending is not a bad thing unless labda unatrendisha kitu ambacho sio cha ukweli. Lakini trend it's a good thing kwa sababu labda unaongelea trending ya maambukizi mapya. What people they want to know more like maambukizi mapya yanakujaje? Ni kina nani wanaleta maambukizi mapya? It's a trending issue. Kwa hiyo trending it's not a bad thing, lakini pia tujitahidi kufanya maudhui yetu hasa ya afya ya uzazi yawe kama yana trend lakini yanaelimisha. Unajifunza kutoka kwenye trend. Yeah. Nikisema nirudi kwako dada Mfeminia. Ili swala la afya ya uzazi limekaa kama kifeminia. Yaani mtu akisema afya ya uzazi anaona kwamba limekaa kiwanawake, kwamba afya ya uzazi ni ya mwanamke tu. Mwanaume kama hayuko kwenye hilo swala zima la afya ya uzazi. Sasa wewe kama Mfeminia unalichukuliaje? Kwamba kwamba mwanamke tu ndo anatakiwa awe tukizungumzia afya ya uzazi tu tunazungumzia mwanamke tu, huyu mwanaume hataki kushughulishwa kwa namna yoyote? Hapana. Kwa sababu it takes both of us. It takes two to make, kama ni mtoto, kama kushiriki tendo, kama unataka kushiriki na binadamu obviously. Kwa hiyo it takes two people. Sasa ukisemea kwamba afya ya uzazi muhusu mwanamke tu, wanaume nao wana uzazi. Kwa ndio maana siku hizi mkienda sijui kama ni kliniki unatakiwa uende na mwenzi wako. Kwa yani ni lazima ituguse wote, wake kwa waume, swala la afya ya uzazi na sio kwa wanawake tu. Na hiyo tu naona labda kwa sababu utakuta njia nyingi za issue zinazohusiana na afya ya uzazi za kujikinga labda na ujauzito na maambukizi nyingi zimetengenezwa kwa mwanamke. Wanaume wanazo chache, I think ni condom. Nasikia nchi za wenzetu kwa wameanza kuna pills, sio pia kuna dawa za wanaume kuzuia nanili. Na kuna nchi zingine wametoa sheria kama mwanaume akishiriki tendo na mwanamke kama hana malengo ya kupata naye mtoto lazima atumie kinga, la sivyo anakuwa build faini kama $10,000 vile. Kuna law imepitishwa I think naona last week kuna nchi fulani. Kwa hiyo kama kuna uwezekano kuwa na sera na sheria kama hizo kwamba kama wewe mwanaume unataka kushiriki na tendo na mwanamke na yule mwanamke sio kwa lengo la kupata mtoto lazima utumie condom.
na hiyo iende tu zaidi. Kama ni condom tu, kuna hizo myth ambazo kwa zinaendelea, sijui zinapunguza ladha, sijui zinafanya zinabana, sijui zinafanyaje. Iende tu mbele kutengeneza hata sindano, wanaume na wachome sindano, au kama ile kukata mirija sijui ya wakatwe vasectomy, lakini sio kwa kiwango kikubwa. Yani kwenye wanawake, kwenye binadamu 100 wake kwa waume, utakuta wanawake wengi ndio wanatumia hizo, wanakata mirija, wanafanyaje. Na hata tu mtu vile, kuna hii mtu ukiolewa, unaambiwa ukiolewa sasa hivi ni kulala bila nguo. Yani kwamba wewe nguo zako unaziacha. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo ambavyo tayari vinakuwa vinamtengeneza mwanamke, au vinamweka kwenye box la kwamba yeye hana haki, hana uhuru wa kusema mimi hichi nataka sitaki. Obviously ukilala bila nguo, kinachofuatia ni kwamba hamna kutumia njia za mpango, au utumie kisirisiri, ndio mtu unajiiba, unaenda chuma zako sindano, unaanza kuitwa tasa, mbona uzai, kumbe wewe mwenyewe haupo tayari kuzaa, unaamua tu ujikinge. Kwa hiyo iende mpaka kwa watungaji sera, na wakitengeneza hizo sera and policies, na zisishia tu huko wakishazitengeneza, kwa sababu unaweza ukaambia sera zipo lakini wananchi kwa hawajui. Kwa hiyo zisishie tu huko hadi ya pharmaceuticals, makampuni ya madawa na nini yote, yani yajue kabisa kwamba swala la afya ya uzazi sio la mwanamke peke yake. Kwa sasa tuna again a small one and easy one. Ni kagame kafupi kidogo tu cha kuchangamsha ndugu. Nitakuwa na maswali, nitauliza, mimi ndio nitakuwa nauliza maswali, then nitawapa vikaratasi ambavyo mbele vimeandikwa truth na nyuma vimeandikwa trash. So kama swali nitakuwa nimeuliza kwako unaliona ni truth, utanyoosha upande wa truth. Kama unaliona ni trash, utanyoosha upande wa trash. Umeelewana hapo ndugu? Okay. Tukianza, kuna msemo unasema huwezi kupata mimba ukiwa kwenye hedhi. Mnasemaje? Okay, sisi hapa tumesema, sisi watoto tumesema true. Daktari kasema trash. Can you please tell why did you say trash? Ni kweli unaweza kupata mimba ukiwa kwenye hedhi. How? Like, ni kwa sababu kuna wale wanawake ambao wana ule mzunguko wao, yani kutoka kwa siku wanaanza hedhi mpaka mwingine huwa wako. Wana wale ambao wanashina huwa mara nyingi ile siku yao inatumika kwa kipindi ambacho kiko kwenye siku zake. So it's possible what of those au kishiriki tena wakati wa it's possible kupata virusi. Ukiwa kwenye siku zake it's possible kupata virusi. Daktari. Okay. Subiri kidogo. Yani like watu wako comfortable kabisa, yani mtu ana shiriki wakati wa period. Kuna watu wanashiriki wakati wa period. Haina madhara. Wengi hawanajua kabisa kwamba mtu ukiwa hedhi huwezi kupata mimba. Kwa hiyo ndio maana wanafanya na wewe. Kwa hiyo siku ukipata mimba atakukana, kwa sababu anasema wewe tulifanya wakati ukiwa nini? Ukiwa hedhi. Kwa hiyo huenda huko ulifanya vingine. Kwa hiyo ni tukao tunawahamasisha kwamba msifanye, kwa sababu tukiachilia kwamba unaweza kupata mimba, pia ni rahisi kupata magonjwa. Unasikia vijana? Tutoke huko. Lakini mnatuonea sana jamii. Kuna statement nyingine inasema ukatili wa kijinsia una athari kwa afya ya uzazi. I think hiyo inaeleweka kabisa jamani, ni ukweli. Na lingine nasema, statement nyingine nasema wanawake pekee ndio wanapaswa kuwa na wasiwasi kuhusiana na afya ya uzazi. Wote tumeka trash kwamba hata wanaume jamani, afya ya uzazi ni ya kila mmoja. Ndio maana tunasema tunasemaje? Kuna afya, kuna uzazi wa mwanaume na uzazi wa mwanamke. Kwa hiyo afya hapo iweke kwenye kila kipengele. Statement nyingine nasema mila na desturi zinaweza kuwa kikwazo kwa haki za afya ya uzazi za wanawake na wasichana. Well, what is true? Mimi nitakuuliza kwa nini?
Inaweza kwa sababu zako sasa na zangu. As long after all mimi familia. Wewe sema kwa nini? Ngoja nikuulize. Sasa unauliza swali wakati mimi naanza kuuliza. Kwa nini? Kwa nini mimi na desturi zinaweza kuwa kikwazo? Sinaweza mimi kwamba kama mifano nilitolea kwamba mtu kiolewa unaambiwa hivyo na unaambiwa kwamba wewe ulali la nguo na kuna sehemu zingine wewe mwanamke hana sauti. Kwa that means kama wewe huwezi kusema chochote au mila za kule ni kwamba maamuzi yanafanyika huko unakuja kuambiwa tu wakati wako kuzaa umefika na kuna zile mila ukishaolewa manake ndani ya mwaka wewe tayari umeshazaa. Kuna msemo mwingine unasema wanawake walioko kwenye ndoa hawawezi kubakwa na waume zao. Kwani kila mtu anaandika trash? Yaani hao wanawake basi hawana kwa kusema. Mimi najitoa. Nakumbuka wakati nitaka kumuuliza Neema, kuna muda alisema hivi. Yaani kwenye masuala ya liberation, kwenye masuala ya kifeminia. Yaani ukishaolewa, yaani kuna wale wenzetu wanasema wao wanakuwa mwili mmoja. Huwezi kufanya maamuzi yoyote mpaka mwenzio aseme. Yaani mkubaliane. Yaani you have to reach a mutual agreement. Nataka kukuuliza, yani ulisema hivi, mimi nataka kutumia njia za uzazi wa mpango, mwenzangu hataki. Kwa hiyo akisema no na mimi labda atufanye kitu kingine. Sasa kwenye ndoa mimi nikisema no, mwenzangu anasema yes. Sasa hapo umesema mutual agreement. Kwa nini no yake ikubalike yes yangu isikubalike? Ndio hapo sasa ndio nataka kukuuliza saa zile. Yaani mimi nimesema no, mwenzangu kasema yes. Hatujafikia mutual agreement. Hapo inakuwaje kwenye masuala ya feminia, masuala ya liberation na tunasema kwamba freedom sijui hivyo. Yaani kwenye masuala ya haki, yaani hakuna kucompromise, hakuna kushuka, yani you can't go, yani boundaries and everything kwenye masuala ya haki. Yani hauwezi kuvunja chochote. Yani when it comes to haki, mwanamke kuamua mimi nataka kutumia kitu fulani au nataka kutumia njia hii ama sipo tayari kupata mtoto sasa hivi, ni haki yake na hapo hawezi kucompromise kwa sababu yeye as a human being ana sababu zake. Kwa nini mimi sitaki kupata watoto sasa hivi? Kwa nini mimi nataka kutumia njia za mpango? Kwa nini mimi nataka tutumie condom? Ana sababu zake. Kwa hiyo lazima sababu zake zisikilizwe, ziheshimiwe, zithaminiwe ili aweze kupata haki. Kwa hiyo kwenye masuala ya haki, yani hapo kama yeye atasema yes, mimi nitasema no, na as long as mimi ni haki yangu kukataa au kukubali kitu ambacho nataka. Hakuna compromise. Yani kwenye haki hakuna. Wow, nahisi hilo limeeleweka kwa ukubwa wake. Ndio. Sasa ndugu zangu, vipenzi vyangu, wanawake wa shoka. Tumalize. Ukisema wanawake wa shoka, uje majukumu yote unaachiwa. Usiite wanawake wa shoka kabisa. Tumalizie kwa hapo. Mtu akisema uhuru wa afya ya uzazi, unaionaje? Yaani mtu akisema uipe hata labda sentence moja ama hebu unaiwekaje mtu akisema tu uhuru wa afya ya uzazi? Tuanzie wapi? Kwa daktari ama kwa mtu wa media? Okay, kwako Zakia. Okay. Mtu akisema uhuru wa afya ya uzazi. Okay. Kwa mwanamke tena. Mimi nadhani ikisemwa uhuru wa afya ya uzazi kwa mwanamke ni kwamba kwanza nina haki ya kupata elimu. Kama nina changamoto niwe na uwezo kumpata daktari, niwe na uwezo kumpata mtaalamu wa afya. Lakini kikubwa nikisema uhuru wa afya ya uzazi inaingiana pia na masuala ya counseling. Turudi kwa kumfeminia. Turudi kwa kumfeminia. Bana mfeminia. Okay. Mimi mkio. Okay. Sio swali lako. Lakini niweze kupata taarifa sahihi wakati sahihi. Maana taarifa zote sahihi hapo zikanikuta janga lishanikuta. Kwa nipate taarifa sahihi wakati sahihi
na huduma sahihi kwa wakati sahihi pia nazo. Na pia nikifanya maamuzi yanayotokana na taarifa hizo sahihi nilizozipata na hizo huduma, maamuzi yangu yaheshimiwe, yasikilizwe na yathaminiwe. Basi. Yaani hivyo vyote vikiwa check. Mimi roho yangu itakuwa kwatu. Sitataka kingine kwenye masuala ya afya ya uzazi. Hapo daktari, mimi nadhani mfeminia amaliza. Umekubaliana, unaendana na mfeminia alivyosema. Kwa sababu wewe uhuru at the right time, right place, right. Nipende tukuwashukuru zaidi, niseme karibuni sana. Until next time, this is Babaga Broadcasting, where we keep it real, we keep it bold, we keep it fair. Bye-bye. Bye. Bye-bye.